Labda nitoe mfano. Mimi nikiwa mwaka 65, wala sio leo, 1965 nikiwa tuseme sasa 1967, sio 65, maana 65 ndio niliingia darasa la 5. 1967 tayari serikali ilikuwa inapeleka mpaka kwenye primary kitu kilichokuwa kinaitwa Castle Forms. Inapeleka hivyo hizo Castle Forms kwenye sekondari, kujua kwamba mwanafunzi gani anataka kusomea umeme, anataka kufanya kazi ya carpentry, anataka kusoma kwenda kuwa mwalimu, mwanafunzi already anajua nafasi zinazokwenda kulead kwenye ajira ni zipi, na serikali inajua nafasi hizo ina uwezo wa kutoa, na ikitoa itawaajiri. Ndio kusema serikali zetu siku hizi hazina wataalamu tofauti na wale wa mwaka 67 ambao wakati ule hata technology haikuwepo. Leo ukiingiza kwenye kompyuta tu unajua kabisa una shule ngapi, unataka walimu wangapi. Walimu wangapi wako wanajitolea kiasi kwamba baada ya miaka 3 wanahitaji waajiriwe kwa sababu walishatoa nguvu zao. Yaani serikali ya leo haina mipango, haina uwezo, haina capacity ya kuweza kupanga. Sasa kama kwa nini tuna wizara ya mipango? Kwa nini tuna wizara tunawalipa watu kwenye mipango? Kwa nini tuna afisa tunawaita wale waratibu wa kata? Mimi najua mpaka leo serikali huwa inachukua report kwamba walimu wangapi wapo kwenye wilaya, wangapi hawajaajiriwa wanajitolea, walimu wangapi ambao walikwisha kujitolea zaidi ya miaka 3 kiasi kwamba wanahitaji sasa waajiriwe kwa sababu walishajitolea. Kwa sababu hiyo ndio polisi ya serikali, iliwaambia vijana wajitolee ili wale ambao wameprove. Sasa tunachoona ni confusion. Kwa hiyo nadhani hoja ijadiliwe kwa kina, tusichukue tu kwa kuipapasa. Kuna mambo mazito sana, including kauli ya waziri mkuu. Ingekuwa nchi nyingine, waziri mkuu leo bunge lingemwajibisha, kwa sababu anaiaibisha serikali, anaaibisha taifa. Huwezi kumwambia daktari aende VETA. Daktari labda angediversify kwenda kwenye specialization. Lakini sisi tulioko kwenye medical field tunajua madaktari hawatoshi. Kwa nini hawaajiriwi? NETO wanacholalamika ni kwa nini wale wa zamani wa sasa wanaajiriwa, wa zamani ambao wanaendelea kuzeeka wanaachwa. Serikali imeshindwa kuona kwamba kadiri mtu anavyozidi kuchelewa, kwanza anapoteza. Kwa hiyo anapoteza chance yake ya kuajiriwa. Kwa hiyo logically ungeanza kuajiri wale wa nyuma, ndio wanachoaji. Lakini serikali inapoenda, NETO inachodai sasa, labda wengine kama hamjafuatilia, jana mmoja wa viongozi wa NETO alikuja kwenye Clubhouse, ameeleza kwa kina serikali imeenda kutoa rushwa kuwanunua viongozi wa NETO. It is an embarrassment. Sasa haya tukiyajadili tu kwa juu, mimi sidhani kama tutatenda haki. Nadhani tutoe time ya kutosha. Kama tunaijadili, tutoe haki, iwekwe mezani, ijadiliwe kwa kina. Najua ni mwaka wa uchaguzi. Sawa, mwaka wa uchaguzi una mambo mengi. Tunajua wote tuliko siasa, na nyewe nje pia, na hakika mnajua mwaka wa siasa una mambo mengi. Lakini ukweli lazima usemwe. Tukivuruga ukweli, tunavuruga maisha yetu sisi, maisha ya vijana wetu, na tunaua taifa kwa kufanya hivyo. Sijui kama nimesaidia kulirudisha Mbongo kwenye line.